بسم الله ونستعين على أمور الدين والدنيا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه لقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu, jambo la mwanzo nahusia na kuhusia nafsi yangu, basi lazima kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kufaulu, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala: inna lilmuttaqina mafaza. Yaqul Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: aghdu aliman au mutaalliman wala taghdu baina dhalik. Sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud anasema kwamba ukiwa hali ya kuwa ni alim, hali ya kuwa ni mwenye elimu, kama hutakuwa mwenye elimu, basi kwamba ukiwa hali ya kuwa mwenye kujifunza elimu, na wala usipambaukiwe kinyume na hivyo. Yaani, jambo la kwanza kuwa wewe ni mwana wa chuoni, pupia hali ya kuwa ni mwana wa chuoni, au kuwa katika wale ambao wenye kujifunza hiyo elimu. Usiwe kinyume na watu hao wawili. Ibn Mas'ud alikuwa akieleza fadhila za wenye kujishughulisha na masala ya kielimu, na bila ya shaka sisi sote tumekusanyika kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kutafuta hiyo elimu. Na wakizungumzia elimu siku zote wazungumzia al-ilmu shar'iyya, ile elimu ya kisheria, qala Allahu qala Rasul. قال عون ابن عبد الله: قلت لعمر ابن عبد العزيز، nilisema kumwambia Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ni maarufu, ni katika wale makhalifa. Wao wanasema Umar ibn Abdul Aziz ni katika khalifa watano, kwa sababu ya vile vitu ambavyo na katika umma wake, kutokana na zile miza aliyokuwa nayo kama Uislamu, na makhalifa watano mwingine na Umar ibn Abdul Aziz. Nilimwambia Umar ibn Abdul Aziz, yuqal, panasemwa, in istata'ta an takuna aliman fakun alim, ukiwa utaweza wewe kuwa mwana wa chuoni, basi pambana kuwa mwana wa chuoni. Fa in lam takun فإن لم تستطع fakun mutaalliman, ikiwa hautaweza kuwa mwana wa chuoni, basi kuwa mwenye kujifunza hiyo elimu. Fa in lam takun mutaalliman faahibbahum, ikiwa hautakuwa wewe ni mwenye kujifunza hiyo elimu, basi wapende wale ambao wanajifunza elimu. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghidhhum, ikiwa hautawapenda basi usiwauzi. Hizi hali zote
ni marhala za mtu ambaye anatakikana achunge yeye kwa sehemu gani. Nafasi yako wewe, je, unaweza kuwa mwanachuoni? Ukiona unaweza, pambana, toa jitihada zako uwe mwanachuoni. Ukiona katika marhala ya kwanza wanachuoni uwezi, basi kuwa katika wale ambao wanajifunza. Na jambo la kujifunza, hasa yatakikana watu wajifunze kweli kweli. Yaani ukiamua kuwa mwanafunzi, lazima uingie kwenye kutafuta elimu ukweli wa kuingia, si tu ile kwa jina kuwa ni mwanafunzi. Kwa masikitiko sasa hivi tuliokuwa wengi sisi ni kwa jina tu la wanafunzi, lakini uhalisia si wanafunzi. Tuliokuwa wengi ni ile jina tu, bwana mimi ni mwanafunzi, lakini ukimchunguza si mwanafunzi. Kwa sababu wanafunzi wanasema mimi ni mwanafunzi, amejifunza labda hadithi 10, lakini zile hadithi tokea amejifunza, tokea mwalimu alifunia vitabu na yeye pia akafunika kasahau. Sasa sisi wanafunzi hawezi kuwa hivyo. Lazima mwanafunzi amenyane na kile ambacho amejifunza. Lazima mwanafunzi awe na malengo ya kila muda. Malengo yako kama mwanafunzi ni yapi? Ikiwa unataka kuhifadhi Qur'an, malengo yangu kwa mwaka nifikishe juzuu ngapi? Ikiwa unataka kuhifadhi hadithi, malengo yangu mimi nifikishe hadithi ngapi? 40 Nawawia nifikishe kwa muda gani wewe nimeimaliza? Bila hadithi kwa muda gani wewe nimemaliza? Ndio tauhid ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, zile zote ni kwa muda gani wewe nimehifadhi? Si kwa mujarrad ndio kuitwa mwanafunzi basi kwa mbona ni mwanafunzi. Kweli sifa za wanafunzi uko nazo? Unaweza sifa? Ukijiona kiuhalisia hatuna sifa za kuwa wanafunzi, sababu wengi tumekuwa ni wadhaifu, na wengi tumekuwa ni wenye kupuuza majambo. Wanafunzi wana malengo. Ukimuuliza bwana, tukiwa unaanza kusoma na malengo gani? Qur'ani wewe una malengo gani na Qur'ani? Miaka 5 mtu hajamaliza. Ni aibu unajinasibisha na wanafunzi, Qur'ani yako mtu akikusikiliza ni bwana huyu hasa amesema maliza. Hiyo ni aibu. Yaani mwanafunzi anasema nimemaliza Qur'an, lakini Qur'ani yake kusikiliza arudi kaida, ni aibu kubwa. Hao mwanafunzi yule ambaye tunaona bwana huyu kidogo ana uafadhali alafu Qur'ani hajui kusoma. Pia jambo jingine ni lazima kile ambacho umekisoma ili uonekane wewe una elimu, lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisoma. Wanafunzi wengi sisi tunasoma na kuacha yale ambayo tumesoma kwenye vitabu. Uhalisia huko hivi. Malengo ya kusoma ni kutoa, kuhamisha kwenye vitabu kupeleka katika maisha yetu. Je, ni sawa sawa? Kwa sababu wanasema al-ilmu la yumdahu bidhatihi, yumdahu al-ilm bi'amali. Elimu haisifiki elimu au asifikani mtu mwenye elimu
kwa dhati yake kuonekana muda mwingi anaingia darasani nini anakaa, huyo hesabika mwenye elimu. Uhesabika au usifike elimu ni kwa kule kwa kufanyia kwako kazi hiyo elimu ambayo umeipata. Sasa tujiulize, sisi tunavyojiona sisi tunasifika na elimu kwa dhati au tunasifika na elimu kwa kufanyia kazi? Asili yake tunasifika na elimu ni kwa dhati kwa ile elimu, kwa sababu tunafika tunaingia darasani tunasoma tunatoka, lakini asilimia kubwa watu hawafanyii kazi kile ambacho wanakisoma. Sasa ikhwa, hili jambo la aibu, ni jambo la aibu kwa mwanafunzi kuto kufanyia kazi kile ambacho amekisoma, akaonekana ni mtupu kabisa. Alafu jambo ziada ni mtu ambaye jinasibisha na manhaji salafi, si jambo la sawasawa. Ni wajibu wako wewe, kile ambacho unakisoma lazima ufanyie kazi kwa namna yoyote, kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha. Ikiwa Allah amekuwafikisha wewe bwana, yani kwa siku unasoma Qur'an, inawezekana kumaliza masafu nzima, dumu na hiyo ibada. Swala za sunna nishasoma mimi, swala za sunna 12 au kwende dumu nazo, ndio kufanyia kazi. Mimi naweza kufundisha, dumu kuwafundisha watu, na wala usije ukajidanganya kuwa mimi saizi hapa nakusanya, kuna wakati tafika mimi nitakaa nitaanza kufundisha. Hiyo haiwezekani abadan. Ikiwa saizi hauna mazoea ya kufundisha, hata kama ukawa na elimu vipi uweze kufundisha. Ikiwa hicho kidogo hicho kwa nacho cha kuwa mwenyewe unakaa nacho mwenyewe, hutaki kumfikishia mtu mwingine, hata kama ukawa na kikubwa hauwezi kufikisha. Sifa ya mwanafunzi ni kufanya ile jambo ambalo yeye ashalisoma, analifahamu na uhakika nalo. Hapa sasa kuna nasaha am na khas. Am kwa nasaha kwa wote, kwa wale ambao wako chini wanaanzia chini na wale ambao wako juu. Ni wajibu tutenge muda wa kufanya muraja wa vile ambavyo tunavisoma. Sisi hatuna huo muda. Na ukamuuliza mtu, umeshasoma thalathatul usul miaka hiyo iliyopita, kuna wakati ushawahi kusoma kitabu, bwana kitabu hiki mimi nikisome mimi tu bila kuelezwa na mwalimu? Au mpaka siku mwalimu ameamua tunasoma kitabu fulani, kwa hiyo wale waliosoma wafanye muraja, ndio kidogo utashika. Na lazima kuwe na jitihada. Mwanafunzi binafsi yake mwenyewe lazima atoe juhudi kubwa kunako na kupambana. Jambo la elimu si jambo ndogo. Jambo la kusoma elimu hii si jambo la kusema tu mara moja tu nitachukua basi, haiwezekani. Lazima utoe umri wako, alafu ni elimu kidogo. Umri wako wote utazunguka katika elimu, hautapata isipokuwa ni kidogo sana katika elimu. Ukiwa mvivu na elimu hutopata kabisa. Ukiwa jambo umelisoma, ni jambo itakuwa nalijua hili nini hata hauwezi. Hasa kwa wale ambao wako mustawa wa juu, jambo la kwanza watengeneze nia zao.
wafanye majambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia weka azma kuwafundisha na wao wa chini. Wale waliokuwa juu ambao markazi wanasema kuna watu lazima wapitie vitabu vya msingi, lazima wasome zile ala nyenzo ambazo zitawaingiza katika masala mengine. Kwa sababu leo hii uko markazi Abu Huraira, kesho haupo. Hii kitu ni mchunga sana. Leo hii nyote mnaonekana mko hapa, walimu wapo hao, mnazunguka tu, haina shida. Abu Ali yuko pale, ikitokea jambo mwalimu au tunafanyaje? Kuna siku ima shekhe hayupo, wewe pia haupo, uko sehemu ambayo wewe ndio shekhe, sehemu ambayo hakuna wa kurudi kwake katika masala isipokuwa ni unavyojiona una uwezo wa kuwaendesha watu huko. Ikitokea jambo unaweza kusimamia, au ndio muda wote utaweka vocha umpigie shekhe wako aliyekuwepo muda wote, jambo fulani unampigia shekhe, unajua hapa kuna jambo hapa, na vijijini mlisoma tu. Itakuwa hivyo, ni siku ya sehemu shekhe atapatikana. Lazima watu wapambane sana. Jitihada sisi kusoma, jitihada yake jambo ndogo sana. Yaani sisi jambo la kusoma katika sehemu zetu hizi tumelidharau kiukweli. Hatuna ihtimamu ya kusoma, ila kuna maeneo watu wanasoma. Mtu mzee amekaa chini, tena anatumia kiti wakati mwingine. Yuko wapi? Tamhidi. Hizo utamhidi miaka ile, tamhidi ukimwangalia ile miaka 60-70 akafika kweli sana huyu. Lakini mzee anahangaika pale kusoma, huyu kilichobaki hapa ni kufa, lakini yeye bado anapambana kusoma. Sasa vipi vijana hawa, vipi ambao ndio tunasema kwa sisi ni wazee? Kwa nini wao wasio na jitihada za kusoma? Neema ya walimu wapo, inshallah. Ni wewe tu muda wako na kumwambia mwalimu, bwana mwalimu, naomba nifanyie kitabu. Ni wewe tu muda wako. Muda wote mwalimu, kitabu fulani njoo usome. Dunia kubwa, dunia. Dunia yenyewe maskini ya Mungu hatumpati mpaka jana. Unatafuta dunia wewe, mwisho wa siku naye hapatikani. Umekosa vyote. Yaani umekosa dunia pia umekosa. Sasa pambana sehemu moja. Ukiamua dunia, bora sema kabisa napambana na dunia, lakini tukiamua na kuna michango utoe. Sisi tunajua wengine tunapambana na dunia. Sisi tunakaa chini tunasoma. Wewe kapambana na dunia, ukiambiwa bwana huku inatajika 50,000, ndio umetoa. Wewe kusoma suluhisho. Usiatate. Tupigie sio basi tutumie, lakini kule huna huku huna. Mashaka, jambo la elimu ni jambo pana. Jambo la elimu hasa tikana subira, si jambo la mchezo. Neema ambayo tuko nayo, neema ya walimu, kuna sehemu hakuna hao walimu. Kuna sehemu hao walimu hawapo. Utafanyaje? Allah atakuja kutuuliza neema hii ambayo tuko nayo sasa hivi hapa. Tuna walimu, mashaallah, walimu wanajitolea kufundisha. Wewe mwanafunzi uko tayari kusoma? Mwanafunzi hauko tayari.
darasani, basi mpaka mtu avuke baki darasani kule twende, ndio hapo kidogo utapata watatu wanne. Si jambo la sawa sawa. Kila mtu atengeneze nia yake, watu wengi darasani kusome, ili huyo mwanafunzi sawa sawa. Ni lazima upambane na kusoma. Weka nia wewe mwenyewe, uondoe ujinga, kisha watu wa nyumbani kwako. Unavyojiona sasa hivi hapa, una uwezo kuwasimamia watu wa nyumbani kwako, ukweli kuwasimamia? Nikudi nyumbani bwana, ndio mchukua mwanangu bwana, soma kaida, soma Qur'an, kitabu hiki cha hadithi cha kwanza, cha pili, cha tatu. Iko hivyo? Au wewe ni mzazi, malengo yako wewe na mwanao ni yapi? Mwanao unataka awe vipi kwenye masuala ya elimu? Unataka awe vipi? Sasa wewe mwenyewe usipotilia umuhimu wa kusoma, uweze ukamlazimisha mtu pia asome. Anakuona wewe usome, yana somaji bado wewe kusoma utaki, kila siku unazunguka tu mjini huko. Darasani uingii, hajawahi toka hata siku moja kujua bwana mzee baba anasoma kitabu fulani, baba anakisoma, napenda kukaa sehemu fulani huwa anasoma. Hajawahi. Ndio mtoto unafikia atakuwa nani? Na wewe utakuwa ni mwanafunzi wa vipi sasa? Yaani unamfundisha kitu gani mwanao? Maana ukirudi kwenu wewe ni mwalimu, yule mwanao unafundisha nini? Au ndio ukikaa mwalimu leo anafundisha sehemu kubwa, ndio kwa chungi mwalimu tafika. Wanafunzi hasa anatafuta elimu, jambo la wakati wa kusoma, jambo ambalo ameliwekea umuhimu wa hali ya juu sana. Kinyume na hivyo ni kudanganyana. Kinyume na hivyo hakuna usomaji. Mtu ataenda tarudi. Muulize, bwana una uwezo wa kufundisha? Vitabu vingine wala usiangalie hivi ambavyo umesoma hivi, sivipitiwa tuna maarufu, vitabu hivi maarufu na wakati wa Islam, sitatul usul, qawaid arba. Mtu akifika bwana akikwambia bwana nifundishe hiki kitabu, una uwezo mwanzo wa kitabu mpaka mwisho kamaliza? Jiulize katika nafsi yako. Ukiona uwezi, rudi jitafakari mwenyewe, shida ni nini? Na tunafundisha vitabu. Ukiona unaweza, alhamdulillah, mahmidi Allah. Lakini usomaji huo kusema ujanja, usomaji wa kiujanja, utafika mbali. Kiukweli hatuwezi kufika mbali. Kwa nasaha zangu, ndugu zangu, kupambana na kusoma. Sasa tuzitengeneze nyoyo zetu kunako na jambo la kusoma, kwa sababu wanasema al-ilmu wasila wa amalu bi al-ghaya. Elimu ndio njia, kufanyia kazi ndio malengo ya elimu. Ndio elimu ni njia ya kupeleka wewe ufanyie kazi yale ambayo umeyasoma. Hatuwezi kuwa hivyo, hatuwezi kuwa hivyo. Lazima nitofautishe baina yako wewe mwanafunzi na yule ambaye si mwanafunzi.
baina yako wewe ambaye ukweli umekaa chini kusoma, itofautishe na yule ambaye hajasoma. Yule ambaye anahudhuria darasani kila siku, itofautishe na yule ambaye hana mpango, labda anaweza kufika siku moja. Msiwe sawa sawa, msiwe sawa sawa. Miongoni mwa jambo ambalo lazima sisi tubadilike, hasa sisi wenyewe wahusika tubadilike, tunako na kutekeleza ibadati hizi kwa elimu ala basira. Lazima tubadilike. Mimi hakika tunaweza, nimesema hatujaamua. Mathalan, ibada ya kuchinja, na watu mnasoma sana, mashehe wanafundisha sana. Ukifika mwezi kabla wa hija ule, audio zinakuwa nyingi, mashehe wanafundisha sana, na watu kuwahimiza sura hizi zenyewe kufanya kazi, kuwahimiza watu waingie katika ibada za kuchinja. Kama yuko sijui, lakini asilimia kubwa markezi yetu hawachinji. Ila kusema kuwa mtu hana uwezo wa kuchinja mbuzi, hiyo sidhani. Wanashindwa kuchangiana humu, kuchangiana watu 7 kununua ng'ombe, sidhani kama inashindikana kweli. Wale wanaochinja wenyewe majumbani kwao, fupi ya wanema wamechinja, wametekeleza ibada, lakini nyinyi mna malengo gani? Jambo la ajabu. Ahlu sunna wenyewe, sisi watu wa sunna, jambo la kuchinja mnakuwa nyuma. Wallahi ni aibu. Mwapiga watu vita kule muda wote, lakini wao wanachinja. Ana nini? Aibu. Asa elimu yenu iko wapi sasa? Tunasoma kitu gani? Mwaka mzima hakuna utaratibu wa watu kuchinja humu msikitini, hakuna. Basi mkachinja wala ngome wawili, mkawatangazia watu. Miongoni mwa athari ya kuathiri watu hawa pembeni ni vile vile, chinjeni, wapeni, maana tunagawa sisi hapa. Si ndio elimu hiyo mmesoma na kuwapa watu? Tunagawa, njooni. Watafika wawili siku ya kwanza, mchinja ng'ombe mmoja, mwingine anachinja mbuzi, watafika watu watatu, mwisho wa siku itakuwa ni desturi. Pale siku za kuchinja wanagawa ng'ombe, pale Ramadhani mchele unakuwepo. Mshawalingania watu, jambo jepesi kabisa. Mwaka mzima msikiti zetu zimechinja, hakuna leo chinja. Au tunasubiria nyama za kuweza kuomba ile kwa Sri Lanka, mashehe kila siku lazima napanga fulani pale. Si jambo la sawa sawa. Matunda ya elimu ni kufanyia kazi. Kazi kile ambacho umekisoma kwa kadri ambavyo unavyoweza, fanyia kazi. Kikubwa watu waweke utaratibu kwa ule muda wa kuchinja, pia utaratibu uwepo, upatikane labda watu 7 kabla ya leo. Watu wanaweza kaanza saa hizi taratibu, watu 7 makumi mkoja ya matatu tu basi, wakati hata mawili. Tunaanza na mawili, mtafika 3 4, lakini mkisema eti labda kuna mtu atafika atatoa ng'ombe wengi, kwa sisi huku ni bado hiyo elimu tuliokuwa nayo ndio hiyo vitu ni nayo. Hayupo huyo mtu akusema labda atafika atatoa vitu vingi, huyo mtu hayupo. Tuanze sisi wenyewe kwanza. Sisi wenyewe tukianza, hao watu wa nje pia watafika, watafuatisha tu, wataiga. Tushawalingania wale.
watasema, lakini kuna wakati utafika wenye kila mtu anasema, lakini wale kuna namna fulani wanafanya. Mimi mnafanya kama ibada, kwa sababu mmeshasoma, mnafanyia kazi kila kitu mmekisoma. Wale wa nje wanasema tufanye mambo yote, napokuwa hata kama tunasema kwa bala, lakini wale kuna 1, 2, 3 wako vizuri. Utashangaa kwa muda mfupi asilimia kubwa ya watu wanafika, mimi nataka nisome pale, mimi nataka nisome pale, hivyo hivyo taratibu, mwisho wa siku jambo linakuwa wazi kabisa. Ndugu zangu, hizi nilikuwa na saha zangu kwenu. Kwanza najinasihi mwenyewe, kisha nini kunako na kufanyia kazi yale ambayo tumeyasoma, kufanyia kazi ile elimu ambayo sisi tumeisoma. Ukiweza kupambana kuwa alim, soma fikia hali. Ukishindwa kuwa mwanafunzi, usiwe baina ya hapo, usiwe namna nyingine. Lazima uwe katika sifa hizi mbili, na wala usikubali kuwa tu katika wale tu mimi nawapenda tu, kuwa katika wale ima mwalimu au kuwa hapa mtu ambaye napenda kusoma. Nimejua katika ile hali ya kupenda kusoma, nafikiri tafikia malengo ambayo tunahitajia. Watu bado wanahitajika, hii dawa wanahitajia watu wengi sana. Hii dawa waweza kuona hapa tu maeneo ya mjini iko vizuri, lakini huko kutoka nje ya hapa ni shida, na wengine watu hawajui. Sasa ni wakuwatoa na akina nani? Lazima mtotoka nyinyi, lazima nyinyi pia ndio mtoke muone mkawalinganie, bwana tuna msafara hapa, wewe na wewe mnendeni. Sasa ikiwa hauna kitu cha kuambia watu, mushkil. Alafu ukitoka huko, mimi salafi bwana, mimi salafi, japo kuna walimu wengine wazungumza maneno makali, unasema nyinyi unasema nini bendera au wapiga debe wa dawa salafia. Sasa kuwa mpiga debe sio ndio sawa sawa, usikubali kuwa mpiga debe. Wabillahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.